Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ikiwa ni Disemba 23 mwaka wa 2025. Robo hii tumekuwa na mada nzuri inayosema mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Na juma hili tunaliangazia somo la 13. Chagueni hivi leo. Leo katika kujifunza mada ya leo isemayo huru kutumika. Kama kiongozi wa kweli na mwaminifu, Yoshua anaheshimu uhuru wa kuchagua watu wake na anatamani kwamba Israeli wamtumikie Bwana kwa uhuru wa kuchagua badala ya kulazimishwa. Hilo lilikuwa jambo hasa lililotolewa na matumizi ya kimakusudi ya kitenzi kuchaguliwa. Tazama Yoshua 24:22. Katika vifungu vingine, bakar, kuchagua, inamuelezea Yehova kuichagua Israeli. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 7 aya 6 na ya 7. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 ya 15. Kumbukumbu la Torati sura ya 14 ya 2. Israeli iko huru kusema hapana kwa Yehova baada ya kuchaguliwa kwao na Mungu. Lakini hilo lingekuwa jambo lisilo na maana na la kipuuzi. Israeli wanaweza kusema ndiyo kwa Mungu na kuendelea kuishi, au wanaweza kumpa kisogo yeye na wakome kuwepo. Mwitikio wa Israeli kwa wito wa Yoshua ulikuwaje? Yoshua 24:16 hadi 18. Kwa nini unadhani kwamba Yoshua aliitikia jibu lao kwa namna alivyofanya? Yoshua 24:9 hadi 21. Kwa jibu lao chanya kabisa, Waisraeli walitambua kwamba Mungu wa wazee wa imani na wa baba zao sasa pia ni Mungu wetu, katika Yoshua 24:17 na 18, ambaye wako tayari kumtumikia kwa uaminifu usiogawanyika. Baada ya uthibitisho huo usio na shaka wa uaminifu wao, tungetarajia maneno ya uthibitisho na kutia moyo kutoka kwa Yoshua. Hata hivyo, haikuwa hivyo. Mazungumzo kati ya Yoshua na wale watu yanachukua sura mpya, ambapo Yoshua anaonekana kuchokoza mjadala kwa kuonesha kasoro. Anabadilika kutoka kuzungumza juu ya neema ya majaliwa ya Mungu katika siku za nyuma hadi kutishia Waisraeli kwa picha ya Mungu ambaye si rahisi kumtumikia. Yoshua anajua kuyumba kwa kizazi cha kwanza ambacho kiliahidi kumtii Mungu kwa maneno kama hayo katika Kutoka 19:8, Kutoka 24:3, Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 ya 27, lakini ambao walisahau ahadi zao wakati maneno yakiwa bado midomoni mwao. Kutoka 32. Hivyo Yoshua kwa njia ya maneno anataka kuwafahamisha Waisraeli mambo kadhaa. Kwanza, uamuzi wa kumtumikia Mungu ni uamuzi mzito. Italazimika kutengeneza taifa zima kulingana na ufunuo wa Mungu. Baraka za kufuatia lengo hilo ziko wazi, lakini matokeo ya kutotii lazima pia yaeleweke kikamilifu. Msamaha wa dhambi si haki isiyoweza kuondolewa ya ubinadamu, bali ni muujiza wa neema ya Mungu. Pili, uamuzi wa Waisraeli wa kumtumikia Mungu unapaswa kuwa uamuzi wao wenyewe, si jambo lililowekwa na kiongozi, hata Yoshua. Tatu, Waisraeli wanapaswa kutambua kwamba wanadamu hawawezi kumtumikia Mungu kwa nguvu zao wenyewe. Kumtumikia Mungu hakupatikani kwa kufuata kimfumo masharti ya agano, bali kwa uhusiano wa binafsi na Bwana anayeokoa. Linganisha na Kutoka 20 ya kwanza na ya 2. Kumbukumbu la Torati sura ile ya 5 ya 6 na ya 7. Hii ni Disemba 23, huru kutumika. Mungu atubariki sote.